Hivi unaweza kusema kwamba Humphrey Polepole ni kada wa Chama cha Mapinduzi? Mimi nimekuwa katika uongozi wa Chama cha Mapinduzi kwa muda mrefu sana. Nimekuambia hapa, nimekuwa mjumbe wa kamati kuu, nimekuwa mneki, nimekuwa mweka hazina. Sijawahi kusikia jina la Polepole ndani ya Chama cha Mapinduzi mpaka alipoibuka ghafla baada ya uchaguzi wa 2015 akawa katibu mwenezi. Kwa hiyo huyu mtu hana historia katika Chama cha Mapinduzi, hajawahi kuwa na uongozi wa aina yoyote ndani ya Chama cha Mapinduzi mpaka alipopata ukatibu mwenezi. Kwa hiyo anaposema kuhusu mila, desturi na utaratibu wa Chama cha Mapinduzi, najiuliza huyu mtu ambaye hajawahi kuwa kiongozi katika chama hiki mpaka alipopata ukatibu mwenezi anajuaje utaratibu, tabia na mila na desturi za Chama cha Mapinduzi? Saa ingine hata kujibu kuhusu haya anayosema ni kumkuza bila sababu, kwa sababu mimi simchukulii kwamba ni mtu ambaye ana moral authority, yani ana sifa za kukikosoa Chama cha Mapinduzi. Hawa ndio viongozi waliotoka sijui wapi, naita mi viongozi wavamizi walioingia Chama cha Mapinduzi baada ya uchaguzi wa 2015 na kupewa nafasi ambazo hawastahili, na matokeo ya kuwapa watu vyeo vya juu bila kujua historia zao ndio haya. Sababu ukichukulia haya anayosema, hata alipokuwa katibu mwenezi hakuyaamini haya, kwa sababu waliokuwa akifanya walikuwa wanafanya tofauti na haya ambayo anasema yeye. Chama kilikuwa hakina demokrasia, viongozi, mtu anakuwa 8 ndio anakuwa mgombea ubunge badala ya yule aliyekuwa wa kwanza au wa pili. Sasa hiyo ni demokrasia gani ambayo anaizungumza ndugu yangu Polepole? Huyu mimi namuita mwana CCM wa itifaki na maslahi na sio wa itikadi. Narudia, ni kiongozi au mwana CCM wa itifaki na maslahi na si wa itikadi. Na ndio maana, kwa sababu hakijui Chama cha Mapinduzi, anahoji hata uhalali wa mkutano mkuu ambao ndio mkutano mkuu katika Chama cha Mapinduzi kwa mambo ambayo wameamua.